Katika watu wa Mungu ama wakifu ni nini wanaposema wakifu? Na kwa sababu kuna watu wengi huwa tunaenda tu kanisa, lakini watu wengi hawajaelewa maana ya wakifu. Maana ya wakifu ni kitu kingine, kiko tofauti sana, kitu kingine ambayo kiko na wanadamu hatujaelewa maana ya wakifu, ama maana ya kujiweka katika mbele za Bwana. Maana ya wakifu, mtu anajitoa katika mambo ya dunia, anajisalamisha katika ndani ya Mungu. Ni hivyo katika Mambo ya Walawi 12, ndiposa tuendelee kuzungumzia mahali pale. Mambo ya Walawi 12, somaji atatufundisha mahali pale 12 kuanzia penyewe. Inasema nini? Kisha Bwana akanena na Musa. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na hao wana wa Israeli. Uambie mwanamke akitunga mimba na kuzaa mtoto mume, na yule mwanamke anapopata mimba, naye yule mwanamke akuja ajifungue ama azae mtoto mwanamume, ndipo atakuwa yu najisi siku 7. Ule mwanamke aliyezaa ama aliyezalisha anakuwa najisi siku ngapi? 7. Ndipo atakuwa yu najisi siku 7, kama katika siku za kutengwa kwake kwa ajili ya hedhi. Ni hivyo ule mama anatengwa na kanisa, yani maana kutengwa, hawezi kuingia katika ibada, hawezi kuingia katika mahali penye wanamsifu Bwana, hawezi kuingia mahali penye wanasema wanamtukuza Bwana. Yule aliyejifungua, haijalishi yeye ni kuhani, haijalishi yeye alikuwa anasimamia nani, haijalishi yeye hata ni nabii, bali katika sheria ya Bwana, katika enzi ya Musa na manabii wale waliokuwa wa kwanza, walikuwa ya kwamba ule mwanamke aliyejifungua anaenda anatengwa katika sehemu nyingine, hawezi kupatikana katika ama katika hema la kukutania katika wana wa Israeli. Na mteule asema amen. Amen. Ndivyo atakavyokuwa najisi. Ule mwanamke aliyejifungua anakuwa najisi siku 7 mpaka aenda atengwe. Na zaidi ya yote anavyokuwa hivyo, wanamtenga, na zaidi ya kumtenga hawezi hata kumsalimia kuhani, hawezi kumkaribia na mtu mtakatifu yoyote, bali yeye anakaa katika hali ya kujitenga, na wanamfungia hata katika zaidi ya yote wanamfungia katika nyumba. Hawezi kutembea, hawezi kufanya chochote, hata kumpigia kuhani, hata kumpigia na mchungaji, hata chai peke yake hawezi kufanya, hata kwenda kununua soda jinsi zaidi tunavyofanya hawezi kuleta. Yeye ni nachizi, anatengwa na sinagogi pamoja na watumishi wengine, hata na zaidi ya yote hata Mungu naye anamtenga. Amen. Bwana nasifiwe. Sasa haya maneno, ule aliyekuwa amejifungua alikuwa anatengwa. Kama amejifungua mwana na kijana, yeye alikuwa anatengwa katika siku ngapi? 7. Na msichana pia alikuwa anatengwa katika muda fulani, ama siku ngapi? 14. Anatengwa asiingie katika ama patakatifu. Na yule hata aliyezaliwa, hata naye haruhusiwi kuingia katika nyumba ya kuhani ama kuingia katika mikono ya mchungaji. Maana ya mchungaji enzi zile wanasema Mlawi. Hawezi ule Mlawi kumkuza wala muombe, bali alikuwa anatengwa katika enzi zile, anatengwa mpaka siku itakuja itatimia, wauchukua ule mama pamoja na ule mama wamchukua wampeleke katika hema la kukutania. Na wanapomchukua wanampeleka katika hema la kukutania, anapoenda hivyo anaenda na sheria. Sheria ilikuwa nasema nini? Anachukua njiwa na kondoo wala ng'ombe, anapeleka katika kuhani ama katika matabauni. Anapoenda hivyo, ile sadaka ambayo imebeba ndiye namsimamia ule unajisi ambaye amekaa ndani. Na anapoona hivyo, ile dhabihu na sadaka, ile kondoo ama ng'ombe wala njiwa, ndiye namsimamia ya kwamba huyu mama atakasike. Na anapotakasika, ili akubaliane pamoja, wamuunganishe tena yeye ule mwanamke aliyezaa mtoto, wamuunganishe tena upya machoni pa Mungu pamoja na kuhani.
Bwana asifiwe. Ile sadaka ilikuwa inasimamia kwamba ule mama aliyezaa na ule mtoto aliyezalishwa naye pia wanamchukua, wanamuunganisha pamoja na madhabahu. Maana ya madhabahu, kuhani ndiye anasimama anamuombea ule kijana na pamoja na ule mama, na wanamuinua. Bwana asifiwe. Wanavyomuinua, ile sadaka ambayo iliyokuwa anabeba ndiye inamsimamia, inamtakaza dhambi zake pamoja na hiyo hedhi ambayo ametogwa ama ametoka katika hiyo wakati katika enzi ya Musa. Na mtu anasema amina. Bwana asifiwe. Ambia jirani, ilikuwa sheria. Sema na nguvu, ilikuwa sheria. Hiyo sheria ilitumika, na ile sheria ilipotumika watu walikuwa wanafuata ile sheria ambaye Mungu alivyokuwa amenena na pamoja na Musa katika mbele ya wana wa Israeli. Kwa sababu unapoanza ya kwamba sheria, Mungu akamwambia Musa awaambie wana wa Israeli hii sheria, awapatie, awakabidhi. Bwana asifiwe. Amen. Wanakukutania katika enzi ya Musa, haikuwa ati tunafanya tu kawaida. Wakati wa Musa ilikuwa sheria, na hiyo sheria ilitumika mpaka wa leo. Kuna madhehebu tunakuja naona ya kwamba watu walikuwa wanafuata, lakini walikuwa wanaenenda katika utakatifu, wanamfuata Mungu, wanafanya sheria ya Mungu, kwa sababu hema la kukutania kama hili liko mahali hapa. Hata kwa kama enzi ya Musa ile, Biblia inasema hata mwana wa haramu. Mwana wa haramu ni nini? Mwana uliopata wewe, umeolewa ama umeoa, lakini unaenda unafanya uzinzi ama uzinifu mbele na kinyume na ndoa yako. Katika enzi ya Musa, ule mwana aliyekuwa anazaliwa, ule mwana wa haramu ambaye sasa tunasema mpango wa kando, umezalisha mtoto katika nje ya mume wako, ulikuwa na hii tunasema sasa mpango wa kando. Sema mpango wa kando. Ndio maana kama uwe mpango wa kando. Sasa ilivyokuwa inaendelea enzi ya Musa, ule mwana aliyekuwa amezaliwa, ule mwana, sema mwana. Ule mwana aliyekuwa anazaliwa yani hata Biblia inasema mita karibu 300 mahali penye hema ule mtoto akikaribia mahali pale na anakufa. Hawezi kupatikana katika hema la kukutania. Wewe waje mchezo bwana. Sheria ilikuwa inatumika na Mungu alikuwa anatumia watu wake, na Mungu alikuwa ameweka sheria katika wana wa Israeli. Na zaidi ya yote, hata wana wa Israeli wengine walikuwa wanazalisha watoto kinyume na ndoa yake, lakini kwa ajili ya hasira ya Mungu na chukizo la Mungu, ule mwana aliyezaa hata kama mzee wake ajui. Kwa sababu wengine sahi tunalia watoto hata ambao si wetu. Mama wanajua tu huyu mwana si wa huyu, lakini wanamlea. Bwana asifiwe. Enzi ya Musa haikuwezekana. Enzi ya Musa haiwezi kukuruhusu ya kwamba ufike. Amina. Na mteule aseme nini? Kwanza nawaambia ya kwamba, ambia jirani, wacha tuishi katika neema ya Bwana. Bwana asifiwe. Haikuwa kawaida, haikuwa kitu ya rahisi. Mwana wa haramu hawezi kukaribia kanisa, hata kama kuna njia, hata mama amembeba tu katika na taweli anaoenda katika matembezi, ule mwana anapopita katika hema la kukutania na ule mtoto anakauka. Lakini sasa wacha akauka, watasema ile kanisa iko na machini. Neema ya Bwana ilikuwa sheria, ilikuwa ikitumika. Ndiposa Mungu anaongea kwamba Mungu alikuwa amepea mtumishi wake Musa sheria, wakabidhi wana wa Israeli ya kwamba watembee katika utakatifu. Ule mama anapozaa mtoto lazima atengwe na sinagogi, na anapotengwa na sinagogi ya kwamba ni hema la kukutania. Maana ya sinagogi ni katika enzi ama katika lugha ya Kilatini pamoja na Waebrania pamoja na lugha ambayo ilitengeneza ama walikaa chini wakatengeneza Bible, ndipo wakatoa katika na wakatafasiri. Zaburi 127. Zaburi 127. Inasema ni mstari wa 3. Mstari wa 3. Tazama, wana ndio urithi wa Bwana. Biblia inasema tazama, wana ndio urithi wa Bwana. Uzao wa tumbo ni dhahabu. Uzao wa tumbo na ni dhahabu. Yaani kumbe uzao, mwana ni urithi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwana mama mtoto unapomzaa si ati wewe mwanaume uliyemzaa. Kumbe tunaona Daudi anasema kumbe mwana anayezaliwa ni urithi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Yes. Malizia tuone. 4.
kama mishale mkononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Yani ndivyo katika mishale ya ushujaa katika mikononi mwa Mungu. Ni kama maisha mazuri ama katika njia ya maisha ya mtu ambaye aliye na nguvu akiwa ndani ya Kristo Yesu. 5. Heri mtu yule aliyejaza ponde lake hivyo. Naam, hawataona aibu wanaposema na adui langoni. Amen. Mungu abariki andiko. Wateule waseme amina. Amen. Kumbe mwana ni urithi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwana si urithi katika ukoo. Mwana kumbe si urithi katika mzee uliye naye wewe. Kumbe mwana ni urithi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mungu ndiye anasababisha unapata mtoto. Mungu anayesababisha nami nipate mtoto. Pasipo Mungu hakuna jambo lolote ambalo unaweza pata. Lakini wengine wanajifariji wanasema ni mwanaume ndiye anapeana mimba. Hapana, Mungu asipoweka hakuna chochote unayopata, ama hakuna chochote unayofuna. Kumbe ni mwana anayezaliwa ni urithi kwa Mwenyezi Mungu. Maana ya kumweka wakifu Mungu, tunahalalisha huyu mwana katika mikono ya Bwana, apate neema, apate fadhili, apate kibali machoni pa Mungu. Mwana ni urithi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwana ni uzana, ni nguvu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwana ni baraka kutoka katika mikononi mwa Bwana. Mteule aseme amen. Kama ni mwana ni urithi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tunza mwana uliye naye. Unapotunza mwana uliye naye, chunga ya kwamba Mungu atakubariki kupitia katika ule mtoto. Ndiposa Waluya wanasema mai izalile buhira na mwete yeye izalile muhira. Nomabole amen. Maana ule mwana Mungu anaweza sababisha akaja akawa mfalme. Ule mwana anaweza sababisha akaja akawa mtu mkubwa katika dunia, akakusaidia akakutoa katika maisha ya chini ukaonekana katika anga. Na mteule aseme amen. Kwa sababu ya sasa watu wanasema utafute watoto, upeleke watoto shule ili watusaidie. Hiyo ndio urithi katika ndani ya maisha yetu. Mteule aseme amen. Nakushukuru Bwana Yesu katika neema na kibali na ufadhili kwa ajili ya siku ya leo. Ndio Bwana. Asante kwa ajili ya fundisho ambalo umetuonyesha kwamba kumbe Baba kuhalalisha watoto wetu katika mikononi mwa Bwana. Bwana ukasiti kukaa pamoja nasi na kutulinda Bwana. Uzao uliotupa Bwana Yesu ukapate kutuibariki. Ukapate kuinua katika ndani ya maisha yao. Shetani na kazi yake na kapate kushindwa. Neema yake kapate kutulinda na kututawala. Ni kwa katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Asante. Mungu wa amani awabariki. Hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Amen. Kama maandiko inasema nini basi ukifuna hivi? Ila Yesu alipoona alichukizwa sana. Akawaambia, wacheni watoto wadogo wache kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Amina. Kanisa liseme amen. Amen. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio Yesu. Nataka nikushukuru Bwana, nisimame mahali hapa kama thibitisho katika neno lako Bwana. Kwa sababu neno lako nasema halitakurudia bure. Neno lako lina uwezo na mamlaka katika ndani ya hilo neno. Nasema Bwana, nimesimama kama mtumishi wako kwa ajili ya sauti yako ulivyonielekeza. Juu ya maandiko pamoja na watumishi wako. Kwamba hawa watoto Bwana siku ya leo tunaweka mikononi mwako. Hawa watoto wote Bwana Yesu tunaweka mikononi mwako. Wewe ndiye mfalme juu ya maisha yako. Mungu wa amani ukapate kuwalinda na kuwatakasa. Ukawatenge na mila zote. Ukawatenge na roho chafu. Ukawatenge na nguvu za ukoo. Ukawatenge na nguvu za uchawi. Ukawatenge na nguvu za magonjwa. Ukawatenge katika mikosi yote. Maana katika maisha yako
katika maisha yao laana na mikosi. Ama magonjwa isiyoeleweka na mikosi na maajali zote. Ama watu ambao walikuwa wanaishi maisha ya mateso na vilio. Ama roho ya kukataliwa tunawakemea ndani mwao. Ama achilia neema ndani ya hao watoto. Wakubali kwa sababu wewe ni Mungu. Umesema ya kwamba watoto ni urithi kutoka kwako. Bwana Yesu kawakubali. Bwana nilivyo Bwana naenda kuwatembelea. Kuanzia sasa Bwana utembee pamoja nao. Unaweka mikononi mwako. Unawahalalisha mikononi mwako. Yesu wa amani ukawapokee. Yesu wa amani ukawapokee. Yesu wa amani ukawapokee. Ana na mikosi ama. Ana na magonjwa ama. Wachawi ndani ya maisha yao ama. Roho ya ufukara ndani mwao ama. Maisha ya mateso ama. Magonjwa isiyoeleweka ama. Roho ya kukataliwa ndani mwao ama. Watu ambao hawakusoma ama. Watu ambao hawakufanikiwa ama. Roho chafu ndani mwao ama. Bwana Yesu achilia baraka. Achilia baraka ndani ya watoto. Wapate neema na kubaliwa. Mbingu Kristo kawafungulie. Hali popote watakapoingia. Neema yake ikawalinde. Hata wazazi wao kawalinde. Hata mama zao kawalinde. Ndugu zao kawalinde. Bwana kupitia katika hawa watoto. Wawe nuru Bwana ya kuangaza katika maisha. Asante kwa ajili ya neema yako. Napoinuka neema yake ambatane pamoja nao. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen. Barikiwe.